maji akajipaka mwili, akaenda kuomba toba. Mungu akubariki sana. Alafu leo mtu anachukua kawaida tu. Yaani mtu unamwambia simama hapo, anaona kawaida tu. Watu walipaka mavi na aliyepaka mavi na hakusamehewa mpaka leo. Sidhani kama hata ibadani yupo. Mtu anachukulia kawaida tu. Ize tu. Au umeshaingiza maupepo huko ndani mwenu. Hatujui kumbe wewe ni mke wa mtu. Unajua jeuri na dharau zinajulikana. Heri wenye moyo safi, wanyenyekevu wa moyo. Yaani usinifanye nikazungumza na vitu vingine ambavyo vikakuumiza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe uwe mnyenyekevu, sijakutuma, ni wewe jeuri yako, tena huko ni mhudumu, unakuja saa 3 na ibada inaanza saa 2:30. Ukiona linakuuma kwenda. Hainihusu, sikukutuma na mimi sijakutuma na hauna ukoo na mimi. Kama unataka ukoo kuwa na ukoo na mimi, fuata ya Yesu Kristo. Sema amen. Ndio utakuwa na ukoo wa mbinguni. Sema amen. Lakini kama wewe utakuja unavyotaka, utafikiria unalolifikiria, nakwambia mpendwa, tutabaki 3, tutabaki 4, tutabaki 6, tutabaki 20. Na mimi siwezi nikambembeleza mtu aliyeonja neno la Mungu, aliyeonja siri ya Mungu, aliyeonja utamu wa Mungu. Umeonja asali, alafu ushindwe kuuliza mzinga unapatikana wapi. Umeonja Roho Mtakatifu, umejaza Roho Mtakatifu, umelionja neno zuri la Mungu, alafu ujui mzinga unapatikana wapi. Ujui Yesu anapatikana wapi. Ujui hofu ya Mungu inapatikana wapi. Sibara ujikojolea hapo uliposimama. Chinyea hata kujinyea. Tunaona kwamba kumbe walikuwa na maamuzi ya kutosha. Tutakutawaza. Hadi shida ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Jawahi kuona mavi ya mtu mzima. Kuna vitu vingine lazima usimame katika nafasi ambayo ulionayo. Kwani ukijinyea hapo kuna mtu anashangaa? Nitakupa mfano. Nilisimamishwa ibadani, nilikuwa mhudumu ambaye nisiyejua wakati wangu, nikasimama muda mrefu, nikapona na kuja nikajinyea. Kuanzia hapo sijawahi kufanya mazoea. Chukua mambo ya Mungu kawaida. Jumapili, Jumatano tumekuwa watu 3 4 hapa. Ijumaa watu kama hawataki, tuko kwenye maombi, tuko kwenye siku sasa hivi, tuko kwenye maombi ya kufunga, ya kuomba. Tunakuja navyotaka. Na mimi leo nafundisha sema hivyo. Na siku tunacheza, mmesimama hivyo. Tunamaliza na tunasalimiana, mnasimama hivyo. Sasa baadaye tukiondoka na ninyi muondoke. Wewe kama na vijana hovyo wa namna hii. Vijana anakuja ibadani kama anavyotaka, kwa sababu yeye ni mwanakwaya, kwa sababu yeye ni mwimba kwaya, kwa sababu yeye ni mtoa soloist. Sisi hatuna sija soloist wala kusoloist. Jemita yuko hapa. Kwa hata mzee hapa, mzee Kinyoni anatoka mbali kule, masafa ya mbali. Lakini yumo tu mzee. Hasa ukifika umri wa mzee Kinyoni hapo, utaweza kweli? Mama Damingo hapo anaumwa, lakini kawai maombi. Mama hapo anaumwa, hali alionayo ukipewa wewe, kila siku tunakuletea juice. Pole mgonjwa, asante. Kuna kichekesho kimoja hapo kwenye mitandao, wanaita si nimemkwa. Bwana mmoja, yeye sio akimkorofisha tu akiko. Anasema wanamwambia pole, asante. Sasa natoa pole sehemu palipo penye jeuri. Sasa unashangaa mtu nitabaki tu wewe nikukuletea juice. Pole, asante. Kesho waje kuletea juice. Unaona sasa tunaka upendwa. Wiki nzima wajaja kuniona kuna upendo.